Hii ndio barua maarufu zaidi ya kuachana ya muda wote? Mnamo mwaka 1776, makoloni 13 yaliandikia Uingereza ili kukomesha kabisa ukoloni. Hati hiyo iliyopitishwa Julai 4 ndio ikawa cheti cha kuzaliwa cha nchi huru ya Marekani. Lakini kilichoifanya iwe ya kimapinduzi sio uhuru pekee, bali ilikuwa ni wazo kwamba serikali zinapata mamlaka yao kutokana na ridhaa ya watawaliwa. Ikiwa serikali itakwenda kinyume na haki za watu, basi wananchi wanaweza kuibadilisha. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, makoloni yalikuwa yamepinga utawala wa Uingereza na kodi bila uwakilishi. Kufikia Aprili mwaka 1775, mgogoro huo ulikuwa umegeuka kuwa vita. Kufikia Juni mwaka 1776, uungwaji mkono wa uhuru uliongezeka maradufu. Baadaye, kamati ya watu watano ikiongozwa na Thomas Jefferson ilipewa jukumu la kuandaa azimio hilo. Mnamo Julai 2 mwaka 1776, bunge la pili lilipiga kura ya kujiondoa kutoka kwa Uingereza. Azimio hilo lililopitishwa siku mbili baadaye lilielezea dunia uhalali wa uamuzi huo. Lakini azimio hilo linajulikana zaidi kwa sentensi moja tu. Tunaamini ukweli huu unajidhihirisha kwamba wanadamu wote wameumbwa sawa, kwamba wamepewa na Muumba wao haki za msingi zisizoweza kuondolewa, kwamba miongoni mwa hizo ni uzima, uhuru na kutafuta furaha. Maneno hayo hayakudumu mwaka 1776 pekee. Rais Abraham Lincoln aliyarudia tena huko Gettysburg. Mpigania uhuru Frederick Douglass aliyegeuza kwa kupambania haki dhidi ya utumwa. Wanawake huko Seneca Falls waliandika upya wakipambania usawa. Martin Luther King Jr. naye aliyeunga mkono katika harakati za haki za kiraia. Lakini hata hivyo, azimio hilo lilikuwa na utata tangu mwanzo, kwa sababu hata mwandishi wake mkuu Jefferson alikuwa mmiliki wa watumwa. Rasimu yake ililaani biashara ya utumwa, ununuzi na uuzaji wa wanadamu, hadi bunge lilipoitumia ili kuiunganisha makoloni. Wakati huo, mtu mmoja kati ya watano katika makoloni hayo alikuwa mtumwa. Kwa hivyo, kauli ya kwamba binadamu wote wameumbwa sawa ilimaanisha nini? Swali hilo halijawahi kujibiwa. Mwaka 1976, usawa ulimaanisha haki ya makoloni kusimama kama taifa huru, kufanya biashara na kuingia mikataba. Hata hivyo, baadaye Wamarekani waliuona usawa huo kana kwamba ni suala ambalo wanalipigania, lakini lenye maslahi kwa kundi fulani la watu katika jamii. Na vizazi chungu nzima nchini Marekani vimepambana kujaribu kuishi kwa usawa, kuanzia enzi za utumwa, ubaguzi wa rangi, na mapigano bado yanaendelea kuhusu haki na usawa.